Joseph Mwakabonga, Assistant Commissioner wa Polisi. Mimi ni Operation Officer makao makuu ya kikosi cha usalama barabarani. Tunatokea Dar es Salaam, lakini tuko kwenye barabara kuu, ufuatiliaji wa mwenendo wa magari, hasa magari ya abiria. Tuko hapa Babati tukiwa na mkuu wa usalama barabarani mkoa wa Manyara katika ufuatiliaji. Tumeanza operation yetu hii majira saa 12 jioni na mpaka sasa hivi tunaendelea kufanya ukaguzi kwenye magari ya aina mbalimbali, magari ya private na madogo ya private, maroli pamoja na mabasi. Kwa upande wa mabasi ambayo ndio kipaumbele kwetu kutokana na kwamba ndio yanayochukua abiria wengi kwa wakati mmoja, mpaka sasa hivi changamoto tulioikuta, tumekuta changamoto ya madeni kwenye leseni za madereva, lakini swala la ujazaji mpaka sasa hivi naweza kusema kwamba hatujabaini mabasi ambayo yamejaza kupita kiasi. Kwa msingi huo, rai yangu ni kwamba madereva na makondakta na wamiliki kwa ujumla waendelee kufanya namna hiyo, kwani kuelekea mwisho wa mwaka tunaona kwamba mabasi mengi yanakuwa yanajaza kupita kiasi, na ndio maana kuanzia tarehe hizi 10 na mpaka 20 na 30 sisi usiku na mchana tutakuwa barabarani katika kufuatilia. Zaidi ya hayo, tumekagua maroli na yenyewe kwa upande mwingine hatujakuta dosari zile za ulevi kama ambavyo tabia zao zinaonyesha za kunywa pombe, lakini kwa magari mengine madogo tumebaini baadhi ya magari yanakuwa na kasoro ndogo ya ubovu pamoja na madeni kwenye leseni zao, yani wameandikiwa faini lakini hawajalipa mpaka muda ule wa siku 7 umepita, na hivyo kuzaa penalty. Operation hii inaendelea. Operation yetu, malengo yetu hasa ni kukagua ujazaji kama awali nilivyosema, lakini kukagua leseni za madereva kama ziko hai, kama hazijafungiwa, lakini vile vile kukagua leseni za madereva ni kukagua leseni za madereva kama vile zina madeni, ambapo kwa namna moja au nyingine kasoro hiyo tumeibaini. Zaidi ya hayo, tunakagua vile vile na ubovu wa magari, lakini tunakagua ulevi kwa madereva wetu wa aina zote, hasa maroli tunatoa kipaumbele, kwani maroli wameonyesha kuwa na tabia hiyo. Pindi wanapopumzika, basi maeneo wanayopumzikia wanashiriki katika kufanya hilo kosa la kunywa pombe na kuendesha magari. Kwa msingi huo tunaendelea kufanya hiyo operation, na operation yetu ni endelevu, ukizingatia kwamba mabasi sasa hivi yanatembea usiku na mchana. Kwa maana hiyo na sisi tunafanya kazi usiku, ambapo mabasi ni mengi kwa sasa hivi kuliko mchana, na sisi vile vile tunaenda nao kulingana na ratiba zao. Tumebaini madereva wa mabasi wakifanya makosa mbalimbali, kuendesha kwa mwendo hatarishi, wakati mwingine kuendesha kwa mwendo kasi kupita ule ulioruhusiwa. Yote hayo ni vyanzo vya ajali ambazo zinakumba watu wengi kwa wakati mmoja. Nitoe rai, sisi tuko barabarani tunaendelea kufuatilia, lakini tutachukua hatua kali kwa wale madereva ambao watakuwa wanakwenda kinyume na hizi sheria ambazo ziko wazi kwao, lakini wanapenda kuzikiuka. Langu la mwisho, ningependa tu kusema kwamba katika operesheni yangu tulipita pale maeneo ya Mikumi na tukaongea na madereva wa maroli. Madereva wengi wa maroli wametupia lawama madereva wa mabasi kwamba wao kwa namna moja, kwa asilimia nyingi, wao ndio vyanzo vya ajali, kwani wamekuwa wakiendesha kwa mwendo kasi, lakini wakiwa na ile tabia ya kuchomekea, kuingia na kutoka. Na wakati mwingine mmoja alikiri kusema kwamba hata ajali zinazotokea kwa maroli huwa mara nyingine zinasababishwa na mabasi. Roli inabidi yeye atoke nje ya barabara ili aweze kuokoa watu wengi ambao wako kwenye mabasi. Tuliongea na madereva wa Tanzania, tuliongea na madereva wa Kongo, Rwanda, Burundi, wote pale Mikumi tuliwakuta kwa wakati mmoja, na wote wengine kwa lugha za Kiingereza kulingana na nchi wanazotoka walitoa komenti hizo kama ninazosema. Kwa msingi huo, naomba nitoe rai kwa madereva wa mabasi, tuone hiyo ni kama changamoto kwetu, lakini ni somo kwetu kuweka kujirekebisha. Najua wengi wamepita kwenye vyuo vya udereva, lakini mindset zao bado hazijabadilika, hivyo niwatake sasa wabadilishe mindset na kuona kwamba haya shutuma hizo wanazotupiwa basi
wanabadilika mindset zao, na sasa wanakuwa wanaendesha magari kulingana na sheria na kanuni za usalama barabarani. Kila sikukuu za mwisho wa mwaka na mwanzo wa mwaka, madereva wote nchini tuache tabia ya kuendesha magari tukiwa tumelewa, maana sikukuu zinakuwa ni nyingi, watu wanajisahau, wanakunywa pombe, wanaendesha magari. Kama umelewa, tafuta mtu kama unataka kulewa, tafuta mtu akusaidie kuendesha gari. Lakini vile vile tuache kuwa na mihemko barabarani. Barabara zetu nyingi ni nzuri, kwa hiyo tusiende kwa hii jinsi barabara ilivyo. Tuende kwa mujibu wa barabara ilivyo na sheria inayotawala eneo hiyo barabara. Kama ni spidi 30, nenda mwendo huo, 50 kadhalika, 80 kadhalika, ili uweze kuokoa maisha yako wewe mwenyewe dereva, sambamba kabisa na wale abiria unaowapakia.